Tunaka karatasi hapa kanaitwa taarifa kwa vyombo vya habari. Taarifa ambayo ni fupi, tunaomba muitumie kuwaeleza tuliowaita hapa, tunawaita wazee, kwa nini tunawaomba kuja hapa tarehe 22 kuzungumza. Karatasi hapa na labda nikasome. Ninapenda kuwajulisha kuwa taasisi ya Mwalimu Nyerere imeandaa mkutano wa mazungumzo kuhusu amani na maendeleo ya Tanzania. Naomba muongeze neno haki. Amani, maendeleo na haki ya Tanzania. Mkutano huo utafanyika kuanzia saa 3 asubuhi Alhamisi tarehe 22 Januari 2026 katika ukumbi mkubwa wa mkutano, nadhani tutafanyia hapa. Mazungumzo haya yameandaliwa ili kutoa nafasi kwa wazee kujadili na kuona maoni kuhusu misingi iliyoundwa na kudumisha taifa letu kuwa nchi ya amani, umoja, haki na yenye matumaini ya maendeleo endelevu ya watu wote. Washiriki katika mkutano huu ni wazee katika maana pana ya watu wenye hekima, busara kutoka kwenye makundi mbalimbali ya kijamii, wakiwemo viongozi wa dini, wasomi, wazee wastaafu, wanawake, vijana, vyama vya siasa, taasisi za tasnia ya habari ya ninyi na taasisi za kiraia. Hao ndio watakao kuja. Umuhimu wa kufanya jitihada za kuimarisha amani, umoja, haki na maendeleo kwa sasa unatokana na matukio ya ghasia iliyotokana na maendeleo yale yakaacha kuwa ya amani yakawa ya ghasia na uvunjaji wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Tunawaombeni vyombo vya habari visifikishie taarifa hii kwa waalikwa na wale wote waliokaribishwa. Mazungumzo ndiyo nyenzo ya upatanishi na ujenzi wa amani. Nimetia sahihi Kajito. Sasa nitaeleza jambo moja tu. Wazee hawa ni nani? Nimetaja makundi. Tunaita wazee. Leo ninyi ni sehemu ya wazee. Nchi hii ina miaka 65. Institutions zake zote huko mnakotoka ninyi ni vijana, lakini zile ni nzee, zina miaka 60 na kitu. Zimebobea katika kujua mambo ya nchi hii na kujua mambo ya dunia hii. Kwa hiyo ukisema TBC ni chombo cha zamani kabisa. Kwa hiyo tunawahesabuni ninyi mnawakilisha vyombo vilivyokomaa, na kwa hiyo mkutano huu ni wenu. Au wengine wote katika vyombo hivi tulivyotaja makundi tumeita wazee. Kija askofu ni kazi, cheo chake siku hiyo ya mkutano ni mzee. Cheo siku ya mkutano ni mzee. Iwe askofu, iwe mchungaji, hatuiti hao. Tumekaribisha nadhani hata baadhi ya mawaziri wetu, nadhani na rais mmoja, rais wetu aliyobaki huyu tumemkaribisha. Barua tuliyompelekea tumesema mzee fulani. Hatukaribishi vyeo hapa, tunakaribisha wazee. Na mimi leo nazungumza nanyi kama mzee, na ni kweli mzee, miaka 87, na taasisi hii ameanzisha Mwalimu alikuwa mzee, alikuwa anafanya kazi na wazee hata kabla ya uhuru. Kwa hiyo wazee
wana umuhimu maalum katika nchi hii na katika kutazama mwelekeo wa nchi yetu. Pili, wazee ni wazazi. Ninyi wote hapa wengine hamjaolewa labda mmeoa, lakini wazee ni wazazi. Mimi na wajukuu. Kwa hiyo nimezaa, nimelea, nimekuza, nimepeleka mashuleni, nimehand over kwenye public. Binti yangu mmoja ni lawyer, lakini anatoka kwangu. Kwa yale malezi ya awali ya binti huyo, kama ilivyo kwenu, mmetoka kwenye mizi ya wazazi wenu, ni wazee. Kwa hiyo tabia zenu, mwenendo yenu na mahusiano yenu kwa kiwango kikubwa kabisa yameelekezwa sio na Rais Samia wala Mwalimu, yameelekezwa na baba zenu na mama zenu na shangazi zenu na wajomba zenu na bibi huko mnako toka. Sasa tungepata muda ningewaeleza maana yake, ningekwambia wewe niambie ulivyolelewa, ningetoa ushahidi umuhimu wa kurudi utoto. Kwa hiyo ndio maana tunaita hapa wazee, hatuiti hapa vyeo. Tunaita hapa watu waliozaa, wamelea, wamekuza, wamepeleka kwenye public. Kwa ninyi mmeletwa, mmetoka katika, mmekuja kwenye vyombo vyenu mfanye kazi ya nchi ambayo mmekabidhiwa na wazazi wenu. Ndio maana ya emphasis ya wazee, na ndio maana nawaita ninyi ni wazee, vyombo vyenu ni wazee. Kwa hiyo si hapo kwa ripoti hivi mambo ya TBC, ITV ni chombo cha wazee, alianzisha mengi, alikuwa mzee wa hekima. Nadhani hilo tumeelewana. La pili, kwa nini tumeita kwenye taasisi ya Mwalimu Nyerere? Kwa nini tumeita kikao hiki cha wazee? Mwalimu alianzisha taasisi hii akiwa na miaka 32. Lakini mmesikia mara nyingi anasema aliongozwa na wazee. Ninyi kwenye vyombo vya TBC mara nyingi mnasikia mwalimu anasema mimi nilikuwa kijana, wazee waliniamini, kwa hiyo wakaniachia nifanye kazi hii ya kutafuta uhuru. Na waliniuliza, tuliwahi kufanya hii kazi tukauawa huko Majimaji, una hakika wewe kijana tutavuka? Akawathibitishia kwamba safari hii hii kazi ataifanya si kwa vita, ataifanya kwa amani, kwa mazungumzo. Basi wakaridhika. Kwa hiyo mwalimu wakati wote amejenga nchi hii akiwa kijana, anafanya kazi miongoni na wazee, na wakielewana na wazee mpaka yeye ametoka na miaka 77 amezeeka, akaachia vijana waendeshe nchi hii. Na baadhi ya wazee kama sisi tusimamie taasisi. Ndio maana ya kuja hapa kwamba nchi hii na yale tutakayozungumzwa imeasisiwa na mtu siku hii tunamuita baba wa taifa. Sasa kama tufanyi kwa kejeli, ni baba wa taifa kutoka kabila ya Wahaya, Wazanaki, Wasukuma tu, Wahehe, akatukusanya hivi, tukatumia mipaka ya Wajerumani, tukajenga. Na katika nchi ile sasa nchi yenyewe tukaweka mipaka. Kuna katiba hapa inaonyesha, wakaweka itikadi inaita sisi ni nchi ya watu sawa, wanaostahili heshima, wanaostahili haki. Nchi ya namna hiyo ndio itikadi yetu. Nchi ya watu sawa kwenye utu wao, wanastahili heshima, isiyo na dini, ina haki, ina maendeleo, wanajitahidi kuleta wote
maendeleo na hawabaguani na hawagombani dini, kila mtu ana yake. Hiyo kawa ni mwelekeo ukawekwa kwenye katiba. Baadaye wakaunda vyombo vya kuongozea kutoka kwenye chama wakaja kwenye serikali. 61 tukapata serikali. Serikali ya 61 hilo Mwalimu aliipeleka yuno kwenda kuomba wanachama. Sasa mkisoma ile yuno chata mtaona inasema nini, na mkisoma hotuba ya Mwalimu ilikuwa Disemba kule yuno, anaeleza tukienda pale tunakwenda kuwa wanachama, lakini katika wanachama mchango wetu utakuwa nini, na utasimama kwenye utu wetu. Hiyo ndio ilikuwa foreign policy yetu. Tunakwenda pale kama watu, kushirikiana na watu wengine, kuzungumza mambo ya watu duniani. Kwa hiyo tukapeleka serikali pale. Sasa tumepata serikali kutoka kwenye chama. Serikali hii tunayo mpaka leo. Ilikuwa ya 5, leo ni ya CCM. Kulikuwa na chama, kulikuwa na vyama, kukawa na chama, kukawa na vyama sasa. Kwa hiyo tunavyo vyama. Kila chama kina nafasi ya kuunda serikali kama wananchi wanakipa ridhaa. Serikali ile ikaundiwa vyombo. Serikali yenyewe ina vyombo rukuki. Ninyi ni sehemu ya serikali hiyo. Kwa hiyo serikali na mambo yake yote, wizara, idara, wakurugenzi, watu wote mnaowafahamu ndani ya serikali na vyombo vyake. Hicho ni chombo. Kuna bunge. Wananchi wanasema wote hatuwezi kutoa maoni yetu. Kwa hiyo tumegawa nchi yetu katika majimbo, tunapeleka wabunge. Wabunge tumechagua. Tumechagua wa halmashauri kwenye ngazi ya halmashauri. Madiwani, wenye vitu wa vijiji, huko vijijini wenye vitu wa vitongoji. Mijini madiwani, wenye vitu wa mitaa. Wote mnao mitaa yenu inajulikana na ukienda mahali. Kwa hiyo kuna mfumo huo wa serikali, vyombo hivyo vya serikali. Bunge hilo la uwakilishi. Ukitoka hapo kuna mahakama inatoa haki bila uoga. Na labda niongeze, viongozi wote wa vyombo hivyo wote huwa wanaapa kwenye katiba ili watende haki bila uoga, bila upendeleo na bila huba. Rais ndivyo anavyowapa, tangu rais mpaka chini. Kwa hiyo hata jaji mkuu naye anaapa na majaji wengine anaapa. Hivyo ni vyombo vile vikubwa wanaita nguzo kuu zile za utawala: serikali, bunge na mahakama. Viko vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Hivyo ni vikubwa. Ukiona rais madaraka yake lazima yasimikwe na jeshi. Ndio maana mnaona yuko askari nyuma ya rais anawakilisha ngumi. Ukimchokoza yule basi unapambana naye. Halafu kuna watu wengine sasa wanaitwa polisi, wengine wanaitwa usalama wa taifa, na pengine humo mnaruhusiwa kuwamo na mnakaribishwa. Mimi siku zote napenda muwepo. Usalama hapo ulipoanza ulikuwa wa kolone ule wa kunusa kupeleleza umekunya pombe, umeonekana una girlfriend wako, wanakwenda. Sio usalama huo. Kama mtu haribu kazi yake unamtakia nini na girlfriend wake? Kwa hiyo wako watu wa namna hiyo wanakusanya umbea mwingi, halafu wanauchuja. Maneno mengi, maneno mtakayotoa hapa ni mengi. Sasa kama leo kikao hiki unakwenda kumwambia rais, unamwambia kitu gani? Lazima ukusanye umbea wa hapa, halafu uchuje uende. Na ninyi ndivyo mnaotakiwa kufanya. Mnakusanya maneno hapa, mnayachuja, yanakuwa fundisho kwa wananchi kwenye ukweli.
Nimejaribu kueleza wazee. Taasisi kulikuwa na karatasi ya taasisi. Kuna nani taasisi hii iliundwa na baba wa taifa, na nataka vile vile muelewe hii. Taasisi iliundwa na baba wa taifa baada ya kuwa ameombwa na nchi za sizofungamana na upande wowote. Baada ya kuacha kazi hapa ya urais, akaombwa atengeneze, aunde tume itengeneze ripoti. Ile ripoti ihusu maendeleo yetu tuliotawaliwa wote, unaitwa nchi za kusini wote tuliotawaliwa, Afrika, Latin America, huko Uchina na nini na India, wote hao walimuomba kule Lusaka, akakubali, akapewa kutengeneza kuonekana maendeleo yetu na mambo mengine yote. Akatoa ripoti hii, mimi napenda muipige picha ili watu wajue kazi moja baba wa taifa alifanya hapa. Humu ndani kuna maeneo 6, chapter 6. Moja, dunia, tuijue dunia. Tuijue dunia. Mnajua dunia yetu ukienda hiyo ina nchi 189. Nadhani 189. Ndio wanachama, na sisi tumo. Wakubwa na wadogo tuko pale UN. Hiyo ndio dunia. Mkataba ule wa UN niliotaja ule unaeleza kwa nini ile UN iliundwa baada ya vita ya wale wakubwa, wengine mlikuwa mjazaliwa. Mimi wakati vita inakwisha nilikuwa nadhani naona hivi, naona zile ndege zinapita pale kwetu, kumbe vita ile ilikuwa ya pili imekwisha. Wazungu wale wakati ni wazungu tu walipigana, lakini ile walipeleka watu wetu kule. Kuna mtu hapa mjomba wake alikwenda kule. Mimi mjomba wangu alikwenda, mke wangu baba yake alikwenda, Msuguri huu marehemu alikwenda, Twatipo ile aliyekuwa CDF wetu alikwenda, wakina General Marwa hao walikwenda huko Bama kule. Kwa sababu tulikuwa tunatawaliwa, tulichukuliwa vijana wetu hao wakaenda huko kupigana katika vita hiyo. Mwisho wazungu wakasema wamechoka vita, wakaunda UN. Na ukisoma preamble ile inasema tumechoka na vita na hatutaki kuridhisha watu wetu hii tabia ya kupigana. Kwa hiyo tangu leo hatutapigana tena, tutaishi kwa amani. Wakati wanasema hivyo, sisi hatujao uhuru. Baadaye tukaanza kuingia baada 1945 Ghana na nini, Ethiopia, sisi tukaenda mle 1961. Chapter ya pili mle ni sisi wote tuliotawaliwa, imo inasema sisi ni nani na tabia zetu pamoja na sisi hapa. Chapter ya 3, hivi tunafanya kazi gani? Maana tunaumbwa kufanya kazi kama Mungu alivyotuumba. Tunafanya kazi gani pale? Kuna maeneo mengi mle yanaelezwa, matatizo, changamoto, hata hizi za kutokuwa na kazi vijana wetu zinajadiliwa humu na mapendekezo yapo. Chapter ya 3 ni sisi kwa sisi tuhusianeje, ya 4. Chapter ya 5 ni sisi wote tuliotawaliwa na Tanzania hii, uhusiano wetu na wale waliotutawala. Uhusiano wetu na wale waliotutawala. Kule Venezuela walitawaliwa wale, unaona bado bwana mkubwa anakwenda anakwenda ndani, anaropoa mkubwa wao, anakwenda kumshtaki mahakamani na majeshi yako inamzunguka. Sasa juzi nilikuwa natania, hivi ninyi hapa mnadhani mna nguvu kuliko Venezuela? Mtu akija kutaka kuchukua na kuchukua tu, kuna shida gani?
anaweza kuchukua hata baba yako. Ndio mnajua hivi, rais huyo anaweza kuchukuliwa hapa tu, na hivi tunakaa hapo wanajua tuko wapi. Hiyo ndio dunia. Sisi na hao walio tutawala, meli zao hizo, una meli yetu hata moja. Hebu mtazame hapo, una meli hapo, kreni zote zile mnatengeneza ninyi. Hii nyumba mkitazama ilivyo, vifaa vyote hivi, ambia vyuma vya kutengenezea nguzo hivi tulikuwa tunavitoa huko wapi kule, tunatoa nje. Hata sementi haijawa kwetu nzuri ya kutengeneza nyumba isije kaanguka. Vifaa vyenu hivi mnatengeneza hapo. Kwa hiyo hivi vifaa, hii inaitwa teknolojia. Nimeeleza uzee. Na mwisho nataka kusema mwalimu alipoanzisha hii alitoa kazi, ile kazi katika karatasi ka kazi kako wapi? Mkachukue kwa Habiba huko. Nilisema wakatoe. Kako wapi Habiba? Mlete mwagawia hawa. Na kale kengine kale kamisingi kale. Umesha wagawia. Kuna vikaratasi viwili, moja ni kazi ya mwalimu, kanasema tumekuwa na mawazo ya kuunda mnako. Hiyo ndiyo kazi ya taasisi. Kwa kifupi, acha ile ambayo iko articles of incorporation, tutasimamia umoja, amani na maendeleo hapa kwetu na Afrika na duniani kote. Iko katika articles of incorporation. Lakini maneno baada ya kuandikisha ile, hayo maneno yalikwenda bunge. Hayo maneno yaliambia bunge, ndio maelezo sasa ya kazi ya taasisi hiyo. Mkisoma hiyo ndio kazi yetu. Kazi yetu, maendeleo na umoja. Tunafanya na nani? Tunafanya na watu wanaitwa South Center. Sijui kama kuna karatasi. Kuna kitu kinaitwa South Center. Labda kana kumkatembeze kapite kana. Kako hapa. Aliunda hapa kama ka secretariat, kazi ni international. Kazi ni international. Na hii inatekelezwa na chombo ambacho kimelikubalika UN. Chombo hiki ni international. Cha kwetu hiki kwenye registration, ni region. Mwenye maduka humu sio yamejaa vitu vya China. Mna vitu vyenu mle nini? Hata kile kikananda kile paste ya karanga ile tunatoa nje. Ninyi wakina mama siku hizi napita madukani, zile huwa nauliza mke wangu, zile nguo siku hizi wanaleta wanatengeneza wakina mama wamevaa vizuri, tena ukiona wakati mwingine mnisamee, wanajua namna ya kutengeneza maumbo yenu, wanatengeneza vizuri, wakipachika ile nguo unaona kama mama. Wamepachika vizuri kweli. Na zinauzwa. Huwa nauliza ni za hapa au ni za nje? Na Latin America wao wako mbele. Ukirudisha na hata na wengine wale wote Wahindi wao wako mbele. Wako mbele. Kwa hiyo sisi ndio tunahangaika, hata watoto wetu hawajapata kazi. Kwa hiyo nilitaka kuunga hii kazi. Kwa nini anasema tufanye kazi kwa Afrika tu, lakini mambo yote kazi tuliyofanya imo humu. Kwa hiyo ukitaka kufanya Afrika na China, utakuta China mtakutana humu. Analeta vitu vifaa vyake hapa, anatuuzia sio kwa bei gani. Kwa hiyo mtamkuta Mchina humu. Marekani mtamkuta humu. Wajerumani mtamkuta humu. Nani? Kwa hiyo mahusiano ya nchi kwa nchi mtakuta yamo humu. Lakini mahusiano ya continent kwa continent na mtakuta huko. Kwa hiyo mngekwenda kwa mfano biashara ya Afrika na wa China, mtakuta tunachouta kule ni ndogo sana, wao wanauza zaidi. Kwa hiyo ndio maana nitaka kueleza hiyo. Lakini sasa masharti ya humu yamo, masharti ya taasisi. Alisema hivi, kuna karatasi kanasema if the Mwalimu Nyerere, mmekaona
Nataka mkaone. Mmekaona? Nipe. Haitoshi kukaona, itabidi nisome. Kanasema hivi, masharti ya taasisi hii, na ni maneno yake ya Kiingereza, hatujaweza kuitafsiri Kiswahili, tunaogopa tusije tukakosea. Alijaribu Mkapa kidogo tukaacha. If the Mwalimu Nyerere Foundation is to be useful to the people of this country and Africa, its real job will be to hold fast to the principles themselves, and on the basis of those principles to judge the past in its own context, and to make practical recommendations about the future in the light of the circumstances and the knowledge currently prevailing. In trying to do these things, the foundation, it will need to be as objective as possible. Paragraph ya pili. Individual, yani mimi, and the institutional foundation, honesty, uaminifu wa sisi tuliohumu na institution yenyewe, and scholastic integrity, wasomi hawa na ninyi ni wasomi, scholarly integrity, sio kienyeji. These must mark all the work of this institution. Dialogue, experience, dialogue among the people and governments. Mazungumzo. Sasa nimewagawia katabu kingine, akakatabu mnako mmekaona. Mkienda page 23, mkienda page 23 na 23 mkienda page 21 hivi kuna title inaitwa Peace, Unity and People Centered Development in Africa. Ilikuwa ni hotuba ya Mwalimu ya kwanza baada ya kuwa amekwenda bunge kusema hii taasisi ifanye kazi hiyo na kuiunganisha na hii. Kwa hiyo tukawa ni international hivi tunafanya kazi. Nakumbuka hata Burundi kule tulifanya. Sasa speech hiyo ndio tulikuwa anatafuta pesa za kuendesha taasisi. Sasa inaeleza mambo mengine mengi, mtayasoma. Anatoa sababu zinazohusu Afrika. Kule mwanzo mtaona kuna speech yake 1960, alikuwa bado mtoto kabisa. Tumeweka mambo yake ya Afrika. Lakini baadaye katika speech hiyo anaeleza mambo ya Afrika. Alafu baadaye mkisoma mambo ya Afrika, karatasi nitakachokuja kuwagawia mwisho nimesema soma page hiyo ili muone jumla katika katabu haka alikuwa anasema nini. Lakini ngoja ni wasomee paragraph moja katika katabu haka. Page 22 mnayo, msichoke, ndio nitaka briefing. Sasa nataka muelewe, baadaye ta conclude hapo. Page 22 hapo juu anasema friends. Mmeona hiyo? Kwa nini anasema to promote haya mambo? Lakini hapo chini kule tumezungumza principles. Kule tumesema mzingatie principles na mzitumie kuhukumu na kushauri. Sasa hapa sitaki kuwasomea yote, lakini ukisoma kanasemaje. Sasa nikiwa niko kwenye press, kama mtu alikuwa hana nafasi asingekuja hapa. Hii is a very serious press conference hapa. A very very serious one. Nitawaambia kwa nini baadaye. Napenda msikilize kwa sababu nchi yetu ina shida. Na hapa tunataka kuona kama
tunaweza kusaidiana. Sasa hapo msichoke kusoma hiyo. Mwalimu anaeleza misingi, anasema mnajua mko wengi mnaodhani mambo tulikuwa tunafanya Tanzania hapa yakatupa amani sasa yamepitwa na wakati kwa sababu hayupo. There are many good and honest people who believe that those ideas which in this country are associated with my name are now dead and should be properly buried. You will not be surprised to hear that I do disagree. Na anasema mawazo hayo sasa anaruka. Anasema I'm simply a believer. Katika nini? Kule 23. I believe in the equality and dignity of all human beings. Wa Tanzania, hilo ndilo jambo. I believe in the equality of all human beings. And the dignity, heshima ya kila mtu. And the duty, na wajibu wa kutumikia. And the freedom and cooperation. I'm an ardent believer in the freedom and welfare of the individual. A believer, as I speak to you and now asserting my own individuality. Lakini anasema, but as I also believe that what gives humanity to our individuality, wewe kama ni mtu mmoja mmoja unajidai ni ule uhusiano wako na wenzako. Ukienda mwenye kichaka unaweza ukatembea uchi tu, hakuna atakayejali. Lakini kutoka nje utapenda kuvaa. You see? What gives humanity to individuality? Utu wako is a sense of community and a fellowship with all other human beings, whatever they may be. Binadamu wote ni ndugu zangu. Iko humo. Na ninyi mliopita mwanzo kwenye tano huko, binadamu li Trump ile ni ndugu yetu. Ndiyo. Ni jitu kama sisi. Kwa dikteta tulikuwa naamini hapa. Sasa alikuwa dikteta. Ni ndugu yetu ile. Tulikuwa na Wazabanga hapa. Tulikuwa na Bokassa. Wale ni ndugu zetu wale. Wazungu hawa dictators wote hawa ni watu, ni ndugu zetu. Wale tutawala na tunakwenda huko kubadilishana vitu. Uhuru wa Mwalimu alikwenda kwa Kennedy kumwambia tunataka uhuru huko, tunaomba tuelewane. Alielewa, tukaendelea.